Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu popote ulipo. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kujifunza kutafakari neno la Mungu. Na kwa session hizi tunatembea nazo ni session za Gen Z Talk. Tunazungumza zaidi katika eneo la kuwakuza vijana katika ulimwengu wa roho, kupata uelewa, ufahamu, hekima za kimungu, maarifa ya kimungu, ili wajue namna gani wanaweza kuconnect mazingira walionayo pamoja na ulimwengu wa roho kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Watu wengi wanajiuliza kwamba hiki kizazi cha Gen Z ni kizazi kipi? Tukienda katika tafsiri halisi ya kizazi cha Gen Z, tunazungumzia kizazi ambacho kimezaliwa kati ya mwaka 1997 mpaka mwaka 2012. Hapo katikati ndo tunazungumzia Gen Z. Lakini tunapokuja kibiblia au katika ulimwengu wa roho, Gen Z maana yake tunazungumzia kizazi kipya. Na hiki kizazi kipya kwa ujumla wake tunazungumzia kizazi ambacho ndicho tunachoamini kitakuja kukutana na ujio wa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Ndicho kitakachokuja kukutana na nyakati za mwisho. Kwa kizazi hiki ndicho ambacho tunazungumza nacho sasa, kwa sababu ndicho kizazi ambacho kinaishi sasa. Na baada ya hapa tunaamini kwamba hapata kuwa na kizazi kingine. Kwa hiyo kibiblia sasa Mungu anazungumza kwenye kitabu kile cha Isaya, ile sura ya 54 kwenye ule mstari wa 13. Bwana anasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Kwa hiyo tukizungumza kwa habari ya watoto, tunazungumza kwa habari ya kizazi, tunazungumza kwa habari ya generation. Kwa hiyo kizazi tulicho nacho ndicho Mungu anasema kwamba nitakifundisha mimi, na amani ya hao watoto nitaiachilia mimi, kwa maana ya Bwana. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, maana yake kwamba watumishi wa Mungu, wazazi na mtu yoyote ambaye amezungukwa na hii jamii ya vijana, jamii ya watoto, jamii mpya, analo jukumu sasa la kuhakikisha kwamba lile neno la Mungu ambalo liko ndani yake analiachilia kwa hawa watoto, analiachilia kwa hawa vijana, analiachilia kwa mabinti, analiachilia kwa watoto wa kiume. Kwa sababu tukirudi kwa wazazi, kuna eneo kubwa sana ambalo wazazi nao wamekaa mbali sana na watoto wao katika mafundisho ya kiroho, katika mafundisho ya Mungu. Na hii iko wazi. Mungu anazungumza kwenye kile kitabu cha Hosea. Tutasoma ile sura ya 4 kwenye ule mstari wa 6. Bwana anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani wangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kwa unaona sasa, akiwazungumzia wazazi, Mungu anasema wazazi wengi wameisahau sheria ya Mungu, wameacha maarifa ya Mungu, wamejitenga na ulimwengu wa roho wa kimungu. Kwa kama wao binafsi wamejitenga kwenye mazingira hayo, tegemea kwamba hata kwa watoto wao hawajishirikishi na mambo ya kiroho. Leo hii wazazi wengi hawafuatilii watoto wao katika ukuaji wa kiroho. Watoto hawaombi, watoto hawaendi ibadani, watoto hawasomi neno la Mungu, watoto hawakwendi kwenye vipindi mbalimbali vya kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo kama wazazi wameachilia tu kwamba watoto wataendelea hivyo wanavyoendelea, manake Mungu anasema ziko nyakati zitafika hawa watoto na mimi nitawasahau. Kwa ndio maana tunajikuta tuko kwenye majira fulani ambao mzazi angetamani sana kuona mtoto wake anarudi kwenye mstari, mtoto wake anaacha dhambi, mtoto wake anaacha tabia ambazo hazimpendezi Mungu, lakini Mungu anarudisha swali kwamba huyu mtoto wakati anakuwa, na Biblia inasema wazi kwenye kitabu cha Mithali, mlee mtoto kwa jinsi ipasavyo, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha mpaka uzee. Sasa wewe mzazi, kama unafahamu kwamba Mungu anataka umlee mtoto wako katika njia impasayo, naye hatoiacha mpaka uzee, kwa nini usimlee katika njia namna hiyo? Kwa sasa tumeona kwamba kuna umuhimu sasa hivi wa kutembea na vijana, kutembea na mabinti, kutembea na watoto wa kiume katika neno la Mungu, ili sasa hiki kizazi tunachokiita kizazi cha Gen Z, ambacho kiujumla yake tunaongelea ni kizazi kipya, kinawezaje kuhusisha mahusiano ya Mungu na maisha wanayoyaishi. Ili sasa kila mtoto, kila kijana aelewe kwamba ziko kanuni. Maana Mungu anasema Mungu ni Mungu utaratibu. Uko utaratibu, ziko kanuni, ziko sheria za kimungu. Anataka kufanikiwa, ziko sheria za kiroho, ziko sheria za kimungu ambazo zitamuongoza.
Kwa hiyo mimi nipende kuendelea kuwakaribisha wote watumishi wa Mungu mnaoendelea kutazama na kufuatilia vipindi hivi. Endelea kuvifuatilia katika YouTube, endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii, tuna akaunti zetu huko ndani, na uendelee pia kufundisha na vizazi vingine ambavyo unakutana navyo kwa habari ya neno la Mungu. Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtumishi ninayezungumza ninaitwa John Vance Kafyome, ni apostle. Karibu sana.